Mheshimiwa ambaye ni mtazamaji wa mtandao wetu wa Mokenya TV mahali popote ulipo, natumai umzima ubuheri wa afya, nami penye nipo kukwema. Karibu katika uchanganuzi ili nikufahamisha yale ambayo yanaendelea hasa katika kanda hii, kisha baadaye nitakuwa nachanganua moja kwa moja. Makelele yameweza kuchacha na kutanda baada ya kiongozi wa ODM kungolewa katika makafani ya City siku ya leo, wakati mwili wa Albert Ojwang ulikuwa unafanyiwa uchunguzi ili kujua ni kivipi Ojwang aliaga dunia. Kungolewa kimadharau katika makafani ya City. Ni kipi hiki ambacho kimefanyika? Nitakueleza kwa undani. Kabla nizame kwa undani, naomba kushukuru wote ambao mnatazama hii kanda mahali popote mlipo. Mzidi kubarikiwa. Lakini niko na ombi moja tu, unyenyekevu na heshima kubwa unapoendelea kutazama hii kanda, tukabidhi a like. Na ikiwa haujasubscribe katika channel yetu ya Mokenya TV, na kuomba tu kaweze kusubscribe, kwa sababu kuna kitufe hapa chini kimeandikwa subscribe, lakini unapotazama ikiwa umeandikwa subscribe wewe tayari ni subscriber, hauna nia kubonyeza tena, ila tunashukuru na kusema asante kwa kuzidi kunipiga jeki, kwa sababu tumefika umbali huu kwa sababu yako. Ikiwa umeandikwa subscribe katika kitufe kiko hapa chini, inamaanisha haujasubscribe. Bonyeza hicho kitufe ili kuwa subscribe, na kando kuna kengele. Bonyeza kengele ili kupata kanda zote pindi tu tunapoziweka katika mtandao huu wa Mokenya TV. Wakati tunaweka kanda mpya utakuwa unapokeza notification kufahamisha kwamba Mokenya TV wameweka kanda mpya ambayo inastahili kutazama. Na ukimaliza kutazama hii kanda, sambazia wengine katika mtandao wa WhatsApp na hata katika mtandao ule mwingine wa Facebook. Without wasting your time, back to today's analysis. Mwanablogu kwa jina Albert Ojwang aliweza kuaga dunia kwa njia tatanishi. Sasa siku ya leo ni siku ya Jumanne, kuna ripoti ambayo tumepokezwa, kwa sababu kulikuwa na daktari wa uchunguzi wa maiti, pathologist kwa kizungu ama Kiingereza ukipenda, alikuwa anafanya hiyo kazi. Lakini sasa kiongozi wa chama ama aliyechaguliwa kupitia chama cha ODM ambaye ni mwakilishi wa kina mama katika kaunti ya Homa Bay kwa jina anaitwa Joyce Atieno Bensouda aliweza kungolewa kimadharau wakati alifika katika makafani ya City Mortuary. Kulingana na gazeti la Kenyans.co.ke limeweza kuchapisha habari na kusema ya kwamba Homa Bay woman rib Bensouda chased from City Mortuary during Albert Ojwang's autopsy. Yani mwakilishi wa kina mama katika kaunti ile ya Homa Bay kwa jina Bensouda aliweza kungolewa katika makafani ya City wakati mwili wa Albert Ojwang ulikuwa unafanyiwa uchunguzi. Na gazeti hili linaendelea kuripoti ya kwamba sections of the protesters could be heard loudly dismissing the lawmaker with chants of "you are killing people and go back to parliament." Yani kwa Kiswahili, baadhi ya waandamanaji waliweza kusikika wakimkashifu mbunge huyo Bensouda, huku wakiimba nyimbo za kusema ya kwamba "you are killing people", yani munaua watu, and go back to parliament, rudi katika bunge la kitaifa. Hayo ndio yaliweza kufanyika kwa sababu ni madharau, kwa sababu kiongozi huyu aliyechaguliwa kupitia chama cha Raila Odinga ODM ambaye ni mwakilishi wa kina mama Bensouda alifika katika makafani ya City wakati uchunguzi ulikuwa unaendelea ili kujua ni kipi ambacho kiliweza kumua Albert Ojwang. Lakini kulikuwa na waandamanaji nje ya makafani hayo, wakaanza kumsomea wakiimba hizo nyimbo za kusema ya kwamba "you are killing people", yani mnaua watu, jambo ambalo liliweza kusababisha mbunge huyo kuondoka katika sehemu hiyo, na alikuwa hahutubie wanahabari, lakini hilo halikufanyika kwa sababu aliweza kungolewa. Lakini kulingana na ripoti ambayo tumepokezwa, ambayo ni ya uchunguzi ama pathologist ambaye aliweza kufanya uchunguzi katika mwili wa Albert Ojwang, anaitwa Bernard
media aliweza kufanya uchunguzi, ambaye ni daktari wa uchunguzi wa maiti, na ripoti ambayo ameweza kuiwasilisha, gazeti hili linaendelea kusema ya kwamba media alisema hivi: the cause of death is very clear. A head injury, neck compression, and we also have other injuries on other parts of the body that are pointing towards assault. Yani kwa Kiswahili nikijaribu kutafsiri, sababu ya kifo iko wazi kabisa: jeraha la kichwa, kukandamizwa kwa shingo, na pia tuna majeraha mengine kwenye sehemu zingine za mwili zinazoashiria kushambuliwa. Tuliweza kupokezwa ripoti kwamba kuaga dunia kwa mwanablogu Albert Ojwang aliweza kujigongesha ukuta, lakini kulingana na ripoti hii ambayo imeweza kuwasilishwa ni kwamba kulikuwa na jeraha kwa kichwa cha Albert Ojwang, kukandamizwa kwa shingo na majeraha mengine katika mwili wake ambazo zinaweza kuashiria kwamba alipokezwa mashambulizi. Tusikize ni kipi babake ambaye alikuwa na mtoto mmoja ambaye aliaga dunia alichosema baada ya ripoti hiyo. Maana hawa ni watu uliowatuma tu. Baada ya kukabidhi huyu mtoto kwako, leo hii matokeo inatokea kwamba mtoto wangu amekufa kwa majeraha ya kupigwa. Nahitaji unieleze kwa nini ulimuua mtoto wangu. Kupitia kwa sheria ukaseme kwa nini ulimuua mtoto wangu. Sina lingine la kusema. Kufikia hapo, mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi wa masuala haya ya yale ambayo yanaendelea hasa katika taifa letu la Kenya. Tuzidi kuombeana ili Maulana akae katika kiti cha enzi, azidi kutufungulia, kwa sababu penye tumefika Mungu atusaidie peke yake, hatuna mwingine ambaye tunalilia. Mzazi kupoteza mtoto wa kipekee mmoja tu. Yeye ndiye alikuwa msichana, yeye ndiye alikuwa mvulana katika familia. Baada ya wazazi ama mzazi huyu kustruggle kuhakikisha kwamba kuna mtoto, ndoto yake imezimwa. Tukutane katika kanda ambayo nitatengeneza hapo baadaye. Bye bye.